nimkaribishe Mheshimiwa Mohamed Ali Salim, mwakilishi wa wananchi jimbo la Ziwani. Atafuatiwa na Mheshimiwa Profesa Omar Fakih Hamad na Mheshimiwa Hamisi Mohamed Amrani Hijazi. Ajiandae. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia hotuba yetu hii ya bajeti. Awali nimshukuru Mungu ambaye anatupa neema zote ambazo hatulipii kodi wala tozo. Ama baada ya hilo nikushukuru na wewe kwa kunipa nafasi hii. Basi na mimi nianze kwa kuchangia baadhi ya maeneo kwenye bajeti yetu hii ya serikali, na nianze moja kwa moja katika nukta yangu ya kwanza kwenye fedha za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye fedha za miradi ya maendeleo nikiangalia bajeti hii na uchambuzi wa angalau bajeti ya miaka miwili nyuma, basi tumeona kwa mfano kwamba kile kinachopangwa sicho kinachopatikana kuingizwa kwenye miradi hiyo ya maendeleo. Kwa mfano bajeti ya 24-25 ilipangwa kutumika kwenye miradi ya maendeleo trilioni 3.3, lakini kilichopatikana ni 35% tu ndicho kilichoingizwa kwenye miradi ya maendeleo. Lakini 25-26 ilipangwa trilioni 4.5, lakini ilipatikana 38%. Sasa hoja yangu ya msingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa waziri, kama tunapanga bajeti yetu lakini hatufikii malengo, kwa maana hakuna fedha inayopatikana kuingizwa kwenye miradi hiyo ambayo trend hiyo ni zaidi ya miaka 3-4, hatufikii hata 50%, kulikuwa na haja gani, anieleze waziri, ya kuipandisha bajeti yetu kutoka bajeti ya mwaka jana tukafika trilioni 8 leo? Kwa nini tusingekwenda na bajeti ya mwaka jana ambayo hatukuifikia hata 50%? Kwa maana hii bajeti inaonekana wazi kwamba ni bajeti ya kisiasa zaidi kuliko ya utendaji wa kimaendeleo, na tunawadanganya wananchi zaidi pengine kwamba tunawakuzia bajeti kubwa ambayo hatuwezi kuifikia. Sasa naomba waziri anielekeze kidogo kwamba kwa nini tufike hivyo, na bajeti hizi ndio zinazopelekea hiyo miradi ya maendeleo kukwama, kwa sababu fedha inayohitajika kwenye miradi ya maendeleo haipatikani kufanyia miradi hiyo. Sasa kama tumepanga bajeti leo tuna 34%, ndio tukaona pengine bajeti ni ndogo tulichokipata kukipeleka kwenye miradi, na kwa sababu hiyo ndio ile kauli ya wananchi inayosemwa kukaa na upendeleo. Sasa ikajengwa miradi ya Unguja na Pemba ikashindwa kutekelezwa miradi zaidi miaka na miaka, na hili linaonekana kile kilio ninachokisema kila siku. Barabara ya mkoani tunawadanganywa kila bajeti inayokuja, lakini inashindwa kutengenezwa. Leo kuna mradi wa shule ya Shamiani, shule kongwe iliyokuweko toka ukoloni, imevunjwa, huu ni mwaka wa 3, imeshindwa kujengwa. Kwa sababu gani? Fedha haipatikani kuingizwa kwenye miradi ya maendeleo, na inayopatikanwa inaelekezwa kisiwa cha Unguja na Pemba kama mmoja alivyosema kufanywa mkia. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nashauri sana, kwa nini tusingeichukua ile bajeti ya mwaka jana ambayo hatukuifikia leo tukajikweza kimo kwa kinu ambapo hatuwezi kufikia malengo? Hili lilikuwa ni katika nukta moja ambayo nilitaka niichangie. Lakini katika hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, tukija katika mapato ya ndani, nao pia yanaonesha hivyo. Tulijipangia lakini ndani ya miaka 3 hatukufikia malengo. Kwa mfano 23-24 tulifikia 76% tu, lakini 24-25 bajeti inaonesha tulishuka, sasa tukapata 73% mapato ya ndani. Lakini leo bajeti ya 25-26 mpaka leo tunajadili bajeti hii tuna 53%.
Maana yake nini? Kuonesha wazi kwamba tunachokipanga hakifikiri kwenye malengo. Sasa kulikuwa na haja gani ya kuongeza kwenye makaratasi mabajeti makubwa ambayo hatuna uwezo nayo? Kwa nini tusingetengeneza bajeti kwa mujibu wa punzi zetu? Sasa ili naomba Mheshimiwa Mwenyekiti nipatiwe maelekezo ili kuona hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba nizungumzie katika suala la ajira. Tumepanga bajeti zetu hizi, lakini tunaeneza. Naomba kidogo, dakika zako zitalindwa. Naomba nimpishe naibu spika kwa ajili ya kuendelea. Asante. Mheshimiwa Mohamed, endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana, na niendelee kumshukuru Mungu kwamba katika mjadala huu wa dakika 15 naongozwa na baba na mama kwa wakati mmoja. Nafurahi sana kwa hilo. Kwa hiyo naamini mama atazilinda dakika zangu, pengine na nyongeza kidogo. Naomba niende katika nukta ya ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti zetu tumeziona jinsi tulivyo na pungufu la ajira katika visiwa vyetu, na tunasimama ili kutetea ama kuelekeza kwamba jinsi gani mbinu zifanyike za kuwapatia vijana wetu ajira. Sasa tuna vijana kama ilivyosemwa zaidi ya 70,000 ambao wanazurura hawana ajira. Niombe sana, kwa sababu inaonekana wazi kwamba bajeti hii haikuelekeza sana katika kuwapatia ajira vijana wetu, na tumeelezwa huko nyuma kwamba visingizio kwamba vijana wetu hawaajiriki kwa sababu hawana elimu, ambapo mimi nasema kwamba hili lilikuwa ni jukumu la serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nataka aje anielekeze, je, kuna mikakati gani iliyowekwa ya kuwapatia taaluma vijana wale zaidi ya 70% ili waweze kuajirika, na hizo ajira chache ambazo zipo zinakamatwa na wenzetu upande wa pili. Ingawa tukisema inakuwa ni nongwa sasa kwamba eti sisi tunaukejeli muungano, lakini kama kuwatetea vijana wetu kupata ajira ndio chanzo na kero ya muungano, kwamba eti tunahatarisha muungano uvunjike, basi mimi kama mwakilishi wa jimbo la Ziwani naendelea kutetea na kuwaombea vijana ajira, na kama hii ndio sababu ya kuvunjika muungano, wacha uvunjike, kwa sababu ajira ninazoziomba ni ajira stahiki ambazo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar imewataja Wazanzibari ni nani, ingawa tafsiri zinakuja tofauti, na wizara ambazo ni za muungano zimeainishwa na wizara ambazo si za muungano zimeainishwa. Sisi tunasema utalii si mali ya muungano, usafiri si mali ya muungano, lakini kilimo si mali ya muungano. Sasa kwama tunaomba ajira katika taasisi hizo, alafu tunaambiwa tunabagua eti tunasababisha kuvunjika kwa muungano, ama kwa hili muungano na uvunjike, lakini lazima tuseme Wazanzibari tutafute njia za kuwapatia ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nieleze katika nukta nyingine, tuko katika nukta ya deni la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, muasisi wa nchi hii alisema kwamba tutaijenga nchi yetu, Mheshimiwa Karume marehemu, kwa nguvu zetu wenyewe na fedha zetu wenyewe. Leo nashangaa tunakuja kujigamba na kujinasibu eti kujenga nchi kwa deni. Mheshimiwa Karume alisema kuendesha nchi kwa deni ni kutafuta utumwa. Sasa Mheshimiwa, nashauri sana na namuomba Mheshimiwa Waziri atuelekeze mbinu na vianzio vipya
vya mapato ambavyo tutaijenga nchi yetu bila ya kwenda kwenye madeni, kwa sababu inaonekana wazi kwamba madeni tuliyojiingiza ni mzigo, na vizazi vitakwenda, hatuwezi kulipa mzigo huu. Kwa mfano, sasa hivi tumetoka katika kukopa katika mashirika ya kimataifa, tunajiegemeza kukopa katika mashirika ya ndani. Imeeleza bajeti hii 99.5% ya deni letu tumekopa mashirika ya ndani, mabenki ya ndani, mabenki ambayo ni ya biashara, kwa maana na uhakika kwamba interest ama riba yake ni kubwa zaidi sasa, kwa sababu haya ni mashirika ya kibiashara. Deni kubwa hili sasa ambalo tumekopa kwenye mashirika ya kibiashara yana athari mbili. Athari ya kwanza ni kuonesha wazi kwamba wafanyabiashara wetu wakubwa sasa watashindwa kukopa, kwa sababu fedha nyingi zimekwenda kukopwa na serikali, ambao serikali ingeweza kwenda kukopa katika mashirika ya nje. Lakini la pili, kwa sababu riba ni kubwa, tunawaongezea mzigo wananchi wetu. Ndio leo tunajigamba eti tuna maendeleo ya miradi, lakini umaskini kwa wanyonge unazidi. Watu wanakufa njaa ndani ya visiwa hivi. Kama sisi hatuoni, tuangalieni clips zinazorushwa katika visiwa vyetu hivi viwili. Wanyonge wanalala nje, watu wanakufa njaa ndani ya visiwa hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajibebesha mazigo ya madeni makubwa ambayo yana riba kubwa. Kwa maana hiyo sasa uchumi huo haushuki kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri, naomba utuelekeze vipi tutaweza kufanya ili maisha haya magumu na mfumuko huu wa bei uweze kupungua. Leo tunajigamba eti tunakuza mshahara shilingi 500,000, lakini vitu vyote vimepanda zaidi ya 100%. Sasa je, huyu tumekwenda kumsaidia au kumwongezea mzigo? Mafuta yamepanda zaidi ya 100%, kodi ya usafiri imepanda na vitu vingine, alafu leo tunakwenda kuwadanganya watu kwamba tunaongezea mshahara 500,000. Hii ni kuwadhihaki wa Zanzibari. Hatujawa tayari kuwabeba wafanyakazi hao wanyonge ambao wanakufa na madeni. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, naomba niendelee kusema kwamba au kuchangia, tukija katika kasi ya ukuaji wa uchumi Uchumi wetu umeelezwa hapa unakuwa kwa 7%, lakini deni linakuwa kwa 15%. Sasa Mheshimiwa Waziri, vipi tutaweza kulipa deni hili ambalo uchumi unakuwa kwa kasi ndogo kuliko deni ambalo tunalo? Mheshimiwa Spika, nije katika nukta ya uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, tumewekeza katika majumba ama ujenzi wa nyumba ambazo tayari zinawezekana kuonesha kwamba zinatia sura na haiba katika visiwa vyetu, lakini athari ya miradi hii ya nyumba imejitokeza moja, kwamba nyumba moja, yani mtu mmoja anaweza kuuziwa, inasemekana kuuziwa nyumba 3 ama 4, ambapo nyumba hizo sasa zinatumika kukodishwa watalii, ambao watalii hao wamelipa nje kila kitu, na wanapokaa katika majumba yale sasa tunakosa ile kodi ambayo tungeweza kukuza uchumi wa visiwa hivi. Sasa naomba katika eneo hili tuliangalie, kwa sababu inaonekana wazi kwamba ni mwanya mmoja unaotumika katika kukwepa kodi. Mheshimiwa Naibu Spika, nije katika nukta ya msamaha wa kodi. Hotuba yetu hii inaeleza wazi kwamba fedha nyingi zinapotea katika msamaha wa kodi, na hii sasa inaanza kutia mashaka, kwa sababu wanaopewa misamaha ya kodi ni watu ambao wana kipato kikubwa. Wale wafanya biashara wadogo wadogo hawapati msamaha wa kodi. Kuna nini? Vilio vinaonekana wazi kwamba misamaha hii ya kodi inapewa watu ambao tayari wanakuwa na uhusiano na wakubwa. Hotuba imesema kwamba kuna misamaha ya kodi 474 na iliyokubaliwa ni 367. Kuna upotevu wa fedha
bilioni 287 ambazo zingetosha kuongeza mapato ya serikali na kuendesha miradi, na pengine tungeweza hata kusamehe kodi katika vitu vile vya ama huduma za lazima katika kuwarahisishia maisha watu wetu. Sasa je, hatuoni kwamba msamaha huu wa kodi ambao una mega fedha nyingi za serikali, hatuoni kwamba ni kuongeza mzigo kwa serikali? Je, Mheshimiwa Waziri, ili umeliangaliaje ambapo fedha nyingi inapotea katika eneo hili na tunakwenda kuwabana wananchi wa mwisho? Unapoongeza kodi, Mheshimiwa Waziri, katika magari, maana yake unakwenda kuongeza maisha magumu kwa mwananchi wa chini, kwa sababu bidhaa zinapopanda anayeumia si mfanya biashara, ni mtumiaji wa mwisho. Naomba sana Mheshimiwa Waziri tuelekeze katika maeneo haya. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Naibu Spika, inasikitisha sana kwamba hotuba yetu hii haikueleza vyanzo vipya. Inaonekana wazi kwamba wizara yetu imeshindwa kubuni vyanzo vipya vya mapato, na tumechukua vyanzo vile tukenda tukapandisha makodi kuwaumiza wanyonge wa Mungu. Naomba sana Mheshimiwa Waziri, ili tulitafakari, ili tubuni vyanzo vipya vya mapato kusudi kuweza kupunguza ukali wa maisha kwa wanyonge wa mwisho. Basi baada ya maelezo hayo, ni kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Naibu Spika, kwa kunipa nafasi, na nikuombe unigaie dakika moja ili nizungumzie swala la ZSSF. Hili nitaka nizungumzie haraka kwa dakika yako moja utakaonigaia. Mheshimiwa, tatizo unasahau wewe umeenda kwenye mshahara, ongezeko limekuwa na nini? Yote ni kuchangia. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie swala la ZSSF ukinipa ruhusa. Wakati wananchi wamefurahia kwa ongezeko, wewe unasema kidogo na nini? Ndio maana sasa nakupa hiyo dakika moja, nakupa Mheshimiwa. Ukinipa ruhusa yako nitachangia, kama hukunipa nitakaa kitako. Nakupa dakika moja maji. Haya, nashukuru. Mheshimiwa, kwanza nikushukuru, lakini pia nizungumzie swala la ZSSF. Katika swala hili naomba nimuulize Naibu Waziri swala tu. Je, ZSSF ni shirika la biashara au ni shirika la huduma? Lakini kama ni taasisi ya kibiashara atueleze, au kama ni taasisi ya huduma pia atueleze. Na nizungumza hili kwa sababu leo tunashuhudia kwamba ZSSF inatoa mikopo kwa serikali, wakati hii tunajua kwamba sisi ni taasisi ya huduma. Lakini mbali na kutoa mikopo kwa serikali, ambao pesa inayotolewa mikopo ni fedha ya wanyonge iliyokatwa katika damu zao, lakini pia fedha ile imewekezwa katika miradi mikubwa ya kimaendeleo. Naomba niulize, je, miradi ile mikubwa itamnufaisha vipi yule mnyonge wa